MC. Shalom shalom. Hii ni Nyimbo Vitabuni. Na leo tunaenda kuangazia wimbo namba 114 katika tenzi za rohoni. Bwana Mungu unashangaa kabisa. Wimbo huu ulichukua miaka 65 mpaka kukamilika uandishi wake. Wimbo huu ulianza kuandikwa mnamo mwaka 1885 huko nchini Sweden na mtumishi wa Mungu Carl Bober. Alikuwa ni mhudumu wa kanisa na kiongozi kanisani. Na ilitokea baada ya kuwa ibada imeisha na watu wanatawanyika kuelekea majumbani kwao, akiwa pamoja na rafiki zake. Kabla hajafika nyumbani, hali ya hewa ilichafuka. Giza lilitanda, wingu zito likatokea, radi na upepo mkali. Ikabidi kutafuta mahali ili wajihifadhi kupisha ile hali mbaya. Baada ya hali ya hewa kutulia, jua likatokeza, mawingu yakaondoka na upepo mtulivu na mwanana ukaanza kuvuma. Ndege wakasikika wakiimba nyimbo nzuri kabisa. Upepo uliotulia ukawa unapunga taratibu. Jua nao likawa linatokeza kwa mbali. Na kwa kuwa ilikuwa ni kando kando ya bahari, mwanga wa jua ulivyotua baharini, kama mnavyojua watu wa physics, ikatokea nini? Rangi mbalimbali zikatokea. Baada ya kufika nyumbani kwake, akawa anashangaa uumbaji wa Mungu ulivyokuwa sana. Ikapelekea kuandika wimbo uliojulikana kwa jina la O Store God kwa lugha ya Kiswedish, ukiwa na beti 9. Wimbo huo ulitembea kutoka Sweden ukaenda mpaka Ukraine na Urusi. Ulitafsiriwa kutoka lugha ya Kiswedish mpaka Kijerumani, hatimaye Kirasha. Mnamo mwaka 1930 mishonari mmoja kwa jina la Stuart K. Hine, akiwa katika safari ya mishonari kuelekea Russia kupitia mlima wa Carpathian. Alipofika mlimani, kama unavyotambua ya kwamba unapokuwa juu ya mlima, dunia huonekana vizuri sana na mandhari inaonekana vizuri na picha yenye kupendeza kabisa. Na akakiri ya kwamba hakika Mungu ni mkuu. Alienda kwa kazi moja ya kuitangaza injili ya Bwana katika nchi ya Russia. Baada ya umishonari wake na kutangaza kazi ya Mungu, vita ya pili ya dunia ilivyotokea, ilibidi arudi Uingereza. Na Russia alikutana na wimbo huo wa O Store God, yaani Mungu mkuu kwa lugha ya Kirusi. Alivyokuwa akirudi Uingereza baada ya kufika katika milima ya Carpathian Mountain na kuangalia jinsi Mungu alivyoumba nchi na dunia inavyoonekana na kupendeza, milima ilivyopangana, mawingu yanavyoonekana, akakiri hakika Mungu ni mkuu. Na ikapelekea kutafsiri beti 2 za kwanza za ule wimbo unaoanza kwa kusema Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama jinsi wewe ulivyo mkuu. Lakini pia na beti ya pili, nikitembea kote duniani ndege huimba na asikia na furahia. Alipofika nchini Uingereza, akawa katika tafakari na kuona jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee, ambao ulimpelekea hata yeye kwenda kuitangaza habari ya Mungu Russia. Ikapelekea kupatikana beti ya 3 inayosema nikitazama kama Mungu ulivyomtoa mwanao ili afe kwa ajili yetu. Akawa nakili jinsi Mungu alivyo upendo na anavyopenda ulimwengu. Tukapata beti ya ngapi? Beti ya 3. Wimbo huu pia, moja ya sababu za wimbo huu kuwepo ni vita ya pili ya dunia. Ukiachilia mbali majanga yaliyosababishwa na vita ya pili ya dunia, lakini imechangia pia kwenye upatikanaji wa huu wimbo, na ikiwa ni beti ya 4. Beti ya 4 aliipata baada ya kusikia habari ya ndugu mmoja aliyekuwa na mke anayemjua Yesu, lakini alimshirikisha habari za Yesu wa kukubali. Baada ya vita ya pili ya dunia walitengana, na yule ndugu akakutana na injili kwa wamishonari na akampa Yesu maisha yake. Sasa baada ya vita anatamani akutane na mke wake ili amueleze jinsi alivyokutana na Yesu na alivyobadilishwa. Kwa bahati mbaya hakuweza kuonana naye. Akapata tumaini ya kwamba kwa kuwa kuna maisha baada ya hapa duniani, akaamini siku moja watakutana mbinguni. Na baada ya Stuart K. Hine kupata habari ile, akaandika sasa beti ya 4 inayosema Yesu Mwokozi utakaporudi kuja kuchukua kwenda mbinguni, nitafurahi na kuimba milele, ili wote wajue jinsi wewe ulivyo mkuu. Mpendwa wangu uliyepo mahali hapa na unayenisikia, kama bado hujampa Yesu maisha yako, haujachelewa. Wakati ni sasa. Mkubali Yesu, mpe maisha yako ili atakaporudi rai wote mbinguni. Usisahau ku like, ku comment, ku share
usubscribe. Ninakupenda. Asante.